kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia leo tumeweza kukutana hapa katika zoezi hili muhimu sana ambalo linakwenda kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya bodi ya boma Uroki Bomang'ombe. Lakini la pili ni mshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kimsingi amewekeza fedha nyingi sana kwenye ujenzi wa miundombinu ya maji katika wilaya yetu ya Hai. Wakati anaingia alianzisha vyanzo 4 vipya na akawekeza fedha zaidi ya bilioni 10 kwenye wilaya moja ya Hai kwa kipindi cha miaka 5. Hivi karibuni tulipata mradi mkubwa wa maji ambao kimsingi unazalisha lita milioni 7. Chanzo cha kikafu soka kwenye tenki la hapo karibuni ambalo limezinduliwa mwaka jana na Mwenge wa Uhuru uliogharimu kiasi cha bilioni 3. Na baadaye Mheshimiwa Rais akatuongezea fedha milioni 600 kwa ajili ya nyongeza ya mradi huu ili kuweza kusambaza maji katika matenki mengine matatu ambayo na yote yanapenda kwenda kupeleka maji, yanahifadhi maji takriban lita milioni 1.4 Kwa tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na amesema mwenyekiti wa halmashauri kwamba kazi hii kubwa ya miradi ya fedha ukiona inakuja hapa ujue kuna kazi mbunge amefanya ya kuisimamia serikali katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya wananchi. Naye tumpongeze kwa kazi nzuri ya kuendelea kuisimamia serikali hususan Wizara ya Maji, na tunapata miradi hii kwa sababu anafanya kazi nzuri. Naye tumpe maua yake kwa kumpongeza kwa kazi hii nzuri ambayo ameifanya. Kimsingi wilaya yetu ya Hai kwa siku inahitaji maji lita milioni 30. Na hii tunazungumzia tunazungumzia RUWASA. Hatujajumuisha na upande ambao unahudumiwa na MWAUWASA. Na sisi tulikuwa tuna uwezo wa kuzalisha maji kwa siku lita milioni 27. Kwa hiyo tukawa na deficit ya lita milioni 3. Kwenye vyanzo vyetu hivi ambavyo tulikuwa navyo hususan cha kikafu soka na kwenye tanki ambalo lilikuwa lina zalisha lita milioni 7. Pale tulikuwa tunazalisha lita milioni 9. Na tukawa na deficit ya kwa ukame wote tuliopitia tukashuka mpaka kwenye milioni 5. Lakini baadaye tukaja tukatengeneza miundombinu kwa fedha milioni 600 alizozileta Mheshimiwa Rais. Miundombinu ile imetusaidia, tumeweza kukava gap la lita milioni 1.4. Na leo tunakwenda kutengeneza historia kwa mradi huu mkubwa ambao bodi hii imeonyesha uwezo mkubwa sana, na inakwenda kutekeleza mradi wa gharama ya kiasi cha shilingi milioni 124 ambao miundombinu hii itasaidia kukava mahitaji muhimu ambayo kutoka sasa kwenye lita milioni 3 tumepata lita milioni 1.4, tunaongeza lita milioni 7. Tafsiri yake ni kwamba tutakuwa tumebakia na lita 700,000 peke yake. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri kwa wilaya yetu ya Hai. Niwapongezeni mamlaka nzima bodi, lakini niwapongeze RUWASA kuanzia meneja wa RUWASA mkoa, ni mtu muungwana, anafanya kazi yake vizuri, lakini pia nimpongeze meneja wangu wa wilaya. Huyu bwana ukimtizama mwili wake huu ni kama wangu, lakini ni miongoni mwa watu wachapakazi sana. Anafanya kazi usiku na mchana, lakini yeye na bodi zake zote, meneja nikuthibitishie, katika mamlaka ambazo nazisimamia ziko chini ya serikali kuu sipati tabu, na mimi na kamati yangu ya usalama ni pamoja na RUWASA. RUWASA kwa kweli mnafanya kazi yenu ipasavyo. Tulipitia kipindi kigumu sana hapa, na wawajibikaji wakubwa ilikuwa mimi na wenzangu kamati ya usalama kuwajibika kwa wananchi, kwa nini hatuna maji. Kwa sababu hii serikali sisi ndo tunaisimamia, hususan hii taasisi. Ilifika mahala tulifanya maamuzi, leo tuna reverse yale maamuzi tuliyowafanya ya wenzetu wengine ambao sio wa wilaya Hai kupata maji, kwa sababu tayari tumeshaanza kukava. Kutokana sasa na gap kubwa hili, kamati ya usalama wilaya Hai inatoa maelekezo kwa meneja wa RUWASA wa wilaya aisimamie bodi ianze kutambua vilula ambavyo vitaweza kuuzia maji wafanyabiashara na wao waweze kuendesha maisha yao. Kwa hiyo kwa niaba ya kamati ya usalama tunaruhusu utaratibu uanze upya. Kwanza muwasajili wafanyabiashara wote watakao kuja kuchota maji katika wilaya yetu, mtenge vilula na mtengeneze utaratibu kama wanavyopata wananchi kwa mgao, na wao wapate kwa mgao. Wasichote kila siku kiasi kwamba tukaathiri wananchi wetu. Yale magari ya kwenda kila siku, kila saa, kila dakika
yapungue, wachote, tuwawekee siku maalum. Kama kwa wiki ni mara 2 wapate maji. Maji ni kitu ambacho hakina mbadala na hakina mpaka. Hatupaswi kuwazuia wenzetu wengine wasipate maji. Tulifanya hivyo kutokana na uhaba wa maji kwenye wilaya yetu, na sasa tumeweza kukava sehemu kubwa. Kwa hiyo nimthibitishie Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Simanjiro, ndugu yangu Fakiru Landala, kwamba sasa watu wake waweze kuja kupata maji ili Mererani na yenyewe ipate maji, kwa sababu nilitoa tamko hili wakati tukiwa na tunakagua mradi wa maji, na nalitoa tamko hili tena katika mazingira haya haya. Vinginevyo ni waombe wananchi wetu, kwanza tujitahidi kutoa taarifa za upotevu wa maji katika maeneo yetu. Thamani ya milioni 120, na hizi bomba ni kwa ajili ya mradi wa Mkomoshini ambapo jumla mradi ni kama zaidi ya milioni 200 na kitu. Tulianza awamu ya kwanza kujenga chanzo ambao chanzo tayari kimeshakamilika. Awamu ya pili ni kwa ajili ya tumenunua bomba, ambapo hizi bomba kuanzia wiki ijayo tutaanza kuchimba mtaro na kuweza kuzilaza na kununua fitting na kuweza kuhakikisha hadi mwishoni au katikati ya mwezi wa pili huu mradi utakuwa umekamilika. Mradi ukikamilika unazalisha kwa siku, yani kwa sekunde ni lita 10. Kwa hivyo kwa siku utakuwa unazalisha maji karibia zaidi ya lita 800 kwa siku. Na haya maji yakishayapata kwa siku yatakuwa yanahudumia eneo la Lusinde, itahudumia eneo la Sadara, pamoja na baadhi ya maji yataenda kwenye mji wetu mdogo wa Bomang'ombe. Kwa hivyo eneo ambalo tulikuwa nahudumia tulikuwa na upungufu wa lita milioni 3. Sasa tukichukua hizi lita 800,000 tukachukua na lita milioni 1,400,000 ambazo ziliweza kuingiza kwenye system yetu ya maji mwezi uliopita. Kwa hivyo lile gap zitakuwa zimebaki lita 700,000 tu. Kwa hivyo tunajua kwamba tatizo la maji kwenye mji wetu wa Bomang'ombe pamoja na viunga vyake vitakuwa limepungua kwa kiasi kikubwa sana. Cha muhimu sana wananchi waweze kulipa bili zao kwa wakati, tuweze kupata fedha, na hizo fedha ndio tunazirudisha kwa kutengeneza miradi kama hii. Kwa hivyo lengo la bodi ni kuhakikisha kwamba huduma inakuwa endelevu na huduma inakuwa bora, safi na salama. Na huu mradi unaitwaje? Mradi unaita mradi wa Mkomoshini, chanzo cha maji Mkomoshini, kipo kijiji cha Uswa. Mkomoshini. Mkomoshini. Na una ujumbe gani kwa jamii sasa mtaenda kuweka mabomba chini kuhakikisha kwamba wanatunza hiyo miundombinu? Yeah, of course kwamba elimu inaendelea kutolewa na tunaendelea kuongea na wanakijiji kwa ajili ya kutupa yale maeneo kwa ajili ya kupitisha mabomba yetu chini, ambayo of course sisi kila kijiji tuna kamati ya maji ambayo tutashirikiana nao kwa ajili ya kujenga huu mradi. Lakini pia wananchi ambao wapo tambalale wajitahidi walipe bili zao kwa wakati, tuweze kupata fedha na walipe kwa control number. Kama tunavyoelekezwa na serikali kwamba hela yote inabidi ilipe kwa control number, kwa hivyo tuombe wananchi waendelee kulipa bili zao za maji kwa kutumia control number. Kukamilika kwake kutakupunguza tatizo la maji kwa kiasi gani katika eneo mnalohudumia? Kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tutakuwa tumebakiza maji machache sana. Na ndio maana hata ukisikia kauli ya mkuu wa wilaya kwamba sasa hivi tutengeneze utaratibu, ndio kwa wale ambao wananunua maji kupeleka nje ya wilaya jinsi gani ya kupata, kwa sababu kwa wilaya sasa hivi tunaendelea kuwa vizuri, lakini sasa kwa sababu tulikuwa tumefunga, tumezuia maji ya stock kwa sababu watu wa Mererani wanategemea sana maji ya Bomang'ombe. Kwa hivyo ndio maana hata mheshimiwa mkuu wa wilaya sasa hivi amesema, ndio kwanza tuwatambue wale wanaopeleka maji na agizo lake la kwanza, lakini pia tutengeneze utaratibu, ndio ambao watakuwa wanachukua kwenye virola ambavyo vitakuwa vinaratibiwa vizuri. Na dhidi ya kuna mradi mwingine mnaotekeleza tofauti na huu kwa sasa? Tukimaliza huu nadhani kuanzia mwaka mpya wa fedha tunaweza tukaja na mradi mwingine kwa fedha zetu za mradi, lakini kwa mwaka huu wa fedha ni huu hapa ambao ulikuwa kipaumbele chetu.